Kwanza tumeongeza wizara mbili. Sasa badala ya kuwa zile 18 za awali, sasa tutakuwa na 20. Na kwa kweli si kwamba tumeongeza kwamba mpya kabisa. Hapana, tumeziondoa kutoka katika wizara ambazo zilikuwepo awali, tukazitengenezea wizara peke yake kwa umuhimu wa majukumu yake. Utakumbuka wakati wa kampeni nilitoa ahadi ya mambo mawili makubwa. Kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali inaendeshwa kidijitali zaidi, yani digital transformation. Sasa ili tuweze kufikia huko, tunahitaji eneo hili la mawasiliano kuwa na utendaji wa peke yake. Sasa hivi wizara husika ni Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Mara nyingi wanahangaika sana na barabara na viwanja vya ndege, bandari, lakini lile swala la mawasiliano kama halijapata nguvu ya kutosha. Kwa hivyo nimeamua kuanzisha wizara mpya itakayoitwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kwa hivyo ile ya ujenzi itabaki kuwa ni Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Wizara ya pili ambayo napenda niitilie mkazo ni wizara ile yetu iliyokuwa ni ya Kazi, Uchumi na Uwekezaji, au Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji. Ilikuwa ina mambo mengi. Ndani yake kulikuwa kuna masuala ya kazi, masuala ya uchumi, masuala ya uwekezaji, masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kaona kama vile ahadi zetu za kampeni ni kwamba tutawawezesha zaidi vijana na wananchi kwa ujumla, lakini tutahangaika kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira mpya 350,000. Ili kazi hii itimie, nimeona ni vyema niigawe wizara ile kutengeneza mbili. Moja itabaki kuwa ni Ofisi ya Rais, au hapana, ni Wizara ya Kazi na Uwekezaji, na nyingine itakuwa ni Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba tunashughulikia changamoto ya ajira kwa vijana na kuwawezesha wananchi wa makundi yote kiuchumi. Kwa hivyo hii ndio mabadiliko ya kwanza katika baraza. Badala ya 18 sasa zitakuwa 20.